Oya, mambo vipi mpenzi mtazamaji wa Kazimia TV? Najua kabisa upo barabara ukizidi kutufuatilia popote pale ulipo. Tukiwa katika mji wa Kazimia, hapa ni bandarini kama jinsi unavyoona, na tupo katika hali ambayo unayofahamu kutokana na ukosefu wa usalama ambao unazidi kushamiri katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kazimia ni mji ambao unapatikana ndani ya groupment ya Basi-Kalangwa, na wahamiaji wanazidi kuingia siku baada ya siku tangu pale ambapo wanamgambo wa M23 walivyoweza kuteka katika mji wa Uvira, na mpaka sasa wakimbizi bado wanaingia. Kama jinsi unavyoona, watu ni wengi sana bandarini, siku baada ya siku, mpaka sasa bado watu wanazidi kuingia, na tutakwenda kuhojiana na baadhi ya wahamiaji wawili watatu, kwa sababu boti zinaondoka kila siku za kwenda Rumonge. Si tumeogopa tu, tumesikia waisha kuwa pale ndio wapi hapa Makobola, na sisi tukatoka Baraka tukaja hapa Kazimia. Ni kuogopa tu, lakini atukuja tunaona hata kimoja. Je, au ni milio ya risasi ambayo mlikuwa mnasikia kwenye mji wa Baraka ndio ilipelekea nyinyi kuweza kukimbia? Ndi, na kile kibomu kiliaka ile siku kikakutogopesha sana. Mpaka tukasimama, sie wote tulikuwa na nia kusimama kukuja hapa Kazimia, lakini tukaja tu juu kuogopa ile milio ya masasi ya kila siku. Kwanza saa 18 saa 12 ya magharibi mpaka saa 7 ya usiku. Tukaogopa sana sana. Na ulikuwa na wenyewe walikuwa wanafyatua hizo risasi, walikuwa ni wanani zaidi? Siwezi jua, juu malisasi ilikuwa nalia ngambo kwa ngambo, hatujui kama ni wanani au ni wanani. Na hapa Kazimia shakuwa na siku ngapi tangu ufike? Siku 3 nafika. Vipi, una familia? Ndi. Watu wangapi? Watu 7. Watu 12. Watu 12. Na vipi tangu mlivyofika siku hizo 3 mnaishi namna gani, hali ambayo mnapitia maisha kwa sasa? Tunaishi tu, tuko na jikoche si wenyewe, tunajitafutia chakula si wenyewe, tuko tunalala kwa shida sana. Na programu yenu ikoje? Je, mtatoka hapa kukimbilia nchi jirani au vipi? Hapana, si tuko achunga kama wakiondoka au kama kuna kufika amani tunarudi. Hatuna programu ya kuondoka tena nchi jirani. Vipi, unaweza kuambia nini serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, serikali yetu ya Kinshasa, kutokana na hii hali ambayo wakimbizi au wahamiaji mnazidi kupitia, hali mbaya? Watuletee amani tu. Tusiishi tena maisha ya kukimbia, tuko hapa. Mimi naitwa Christophe Wilonja, natokea kwenye mji la Baraka, ndo ambapo mimi natokea. Na ilikuwaje mpaka mkafikia hatua ya kukimbia mpaka hapa Kazimia? Ni kufuatana tu na vita ambavyo tunavisikiliza kwa umbali. Ndio vilivyotuma sisi tukaja hapa Kazimia kwa sasa hivi. Na mpaka sasa hivi Kazimia una siku ngapi? Nina siku 3 hivi. Siku 3? Yeah. Vipi, una familia watu wangapi? Mimi nina familia watu 7 hapa. Watu 7? Yeah. Hamkupoteana na wengine? Hapana. Wote mpo kabisa? Wote tupo. Na vipi maisha yenu ambayo mnaendelea kuishi hapa ambako mmeweza kuhamia, tofauti na jinsi mlivyokuwa mnaishi Baraka? Ugumu gani ambao mnapitia? Hapa tunapambana tu kufuatana na jinsi ambavyo tulivyokuwa tunaishi Baraka. Tunapambana tu. Vipi, unaweza kuambia watazamaji wetu hali ilivyokuwa Baraka na milio ya risasi namna gani ilivyokuwa ile harakati nzima? Kitu sisi kilichotusababisha sisi tukaja hapa Kazimia ni kufuatana na ile hali ya masasi. Utakuta usiku hivi wanapiga masasi. Sasa sisi tukaja hapa kwetu hapa Kazimia. Sasa kitu ambacho mimi ningependa kuambia wa ndugu zangu, ndio wakimbizi kama sisi hapa, kwa sababu na mimi ni mkimbizi. Ndio. Tuvumilie tu, yatakuisha yote haya. Vipi, una mpangilio wote wa kutoka kukimbilia nje ya nchi au vipi? Mimi naishia hapa kufuatana na poza yangu ambayo mimi naishia nayo hapa. Vipi, unaweza kuambia nini wale ambao wenye kuwa
nia ya kuweza kutoka na kukimbilia Burundi, Tanzania, hali ya kuwa wanamgambo wa M23 tayari wameshatangaza kutoka kwenye mji wa Uvira kwa hiari yao. Hao wahamiaji wengine unaweza kuwaambia nini? Kwa sababu ni wengi sana wana matumaini ya kutoka kwenda Tanzania, na leo kuna boti inaweza kwenda Tanzania na nyingine Burundi. Unaweza kuambia ndugu zako vipi? Wasiwe na hofu kama mimi nisivyokuwa na hofu. Mimi natulia hapa Kazimia, iko hasa mimi na nitajielekeza nyingine ng'ambo yoyote ile, ila mimi nipo hapa nisikilizie kwanza habari ambayo itatembea. Nikisikia eti wameshakuwa Baraka hapo sasa navuka. Kwa hiyo wavumilie tu. Naam, wito wako kwa serikali ya Kongo? Wito ni kusema tu watusaidie kwa sababu tunahitaji amani. Tunahitaji amani, na amani ni kitu cha lazima sana kwenye maisha yetu sisi wanadamu. Mjambo dada. Sijui unatokea kwenye mji gani mpaka ulipofika Kazimia? Natokea Baraka. Baraka. Na vipi ilikuwaje kwa upande wako mpaka ukafikia hatua ya kutoka Baraka kuja Kazimia? Hali ya vita ndio natosha Baraka na kia tufikisha hapa Kazimia. Na tangu ulifika Kazimia ushakuwa na siku ngapi? Siku 2. Siku 2. Vipi uko na mpangilio wa kwenda Tanzania au Burundi? Hatujajua, tunakia simamia kwa hapo. Uko na familia? Ndiyo. Watoto wangapi? Mimi si azali. Familia yenu mko watu wangapi? Kwa familia batu 8. 8. Kwa matatizo mingi tangu mfike Kazimia mnapitia? Kama chakula, kama maji, kama mambo mengine. Hakuna matatizo yoyote ambayo mmepitia? Chakula tu. Kwa tatizo, lakini mai iko salama. Mai iko salama. Sawa, unaweza kuambia serikali ya Kongo itusaidie nini ili mradi tupate amani? Wazidi kupigana huko tu. Wazidi kupambana na maadui. Naam, mpenzi mtazamaji, nafikiri umeweza kujisikilia na kuona namna gani jinsi gani watu wanavyopitia katika mji huu wa Kazimia. Ni wahamiaji tu wa ndani bado wamefika hapa Kazimia, na wengine bado wanaangalilia hali. Japokuwa boti ni nyingi sana ambazo zimeshaweza kuondoka na wahamiaji, na wengine kuweza kwenda Kalemi, wengine kwenda Tanzania, na wengine kuweza kwenda katika nchi ya Burundi. Ulikuwa nami Miraji Nordin kwa muda wote, na upande wa pili ulikuwa unamilikiwa naye Bwana Fura Fobie.